tunayoyajadili Mungu yakawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako Mungu ikawafunike watoto wako hawa, hata tutakapokuwa tumefika mwisho wa majadiliano haya na kuanza safari. Tunaziombea safari zetu ziwe za baraka, ziwe za neema, ziwe za mafanikio. Niombe hayo nikishukuru katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yesu asifiwe. Napenda tu kuelekeza kwamba tumefika mwisho wa mjadala wetu wa marekebisho ya katiba, lakini katibu pamoja na kabineti ya wilaya mtakai za kamati tendaji mnayachuja vizuri haya tuliyoyajadili, na baadaye mnatengeneza kablasha moja ambalo litakuja wilayani likiwa litachapwa, tutalileta jimboni, tutampelekea katibu wa jimbo, na baadaye hivi karibuni tunaita kamati ya jimbo. Kamati ya jimbo itakutana na itachukua pia na wadau wengine wasiokuwa wajumbe wa kamati ya jimbo. Watakuja kuongeza nguvu zao na msaada wao. Tunatamani kuwa na katiba iliyo bora zaidi kuliko nyakati zilizopita, kulingana na wakati huu ni wa sayansi na teknolojia, na tena ni wakati wa mambo ni wakati wa mambo makubwa wa kuinuka ufanye kuangaza pamoja na katiba iliyo bora. Wewe ukiwa na katiba iliyo finyu unaenda kwa ufinyu, lakini katiba yetu itatupeleka kwenye upana, kwa sababu imetengenezwa kwa upana, itaruhusu kutendeka kwa mambo makubwa zaidi. Mungu wa mbinguni awabariki na kuwainua zaidi mnaporudi majumbani. Endelee kuombea michakato inayoendelea mbele kwa hatua za jimbo na hata taifa. Mungu awabariki sana. Swala zima la kujadili katiba baada ya kumalizika, nimekutana na watumishi wa Mungu mahali hapa, lakini bado endelea kufuatana pamoja nami ili tupate kusikia maelezo mbalimbali kutoka kwa watumishi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shikamoo. Unaitwa nani? Naitwa Mchungaji Moses Ruaho. Ndio. Kutoka kanisa gani? Kutoka kanisa la PAG. Wapi? Ganika hapa kwenye kituo hiki cha hapa. Okay, wewe ndo mwenyeji wa hapa. Ndio. Okay. Umekuwepo mahali hapa toka asubuhi? Ndio. Tangu zoezi lianze? Ndio. Umejifunza nini katika katiba ya PAG? Nimejifunza mengi kuipitia, nimekumbushia mengi kuhusu katiba yetu ya PAG. Nilikuwa nimeipitia na kuisoma kwa kunyuma, lakini hapa nimekumbushia mambo mengi, nimegundua hata mapungufu yaliyomo humo katika semina hii. Okay, unataka kuniambia kulikuwa na mapungufu makubwa kwenye katiba yetu ya PAG? Alikuwepo mapungufu katika katiba yetu ya PAG, hasa kwenye eneo hili la assembly. Ndio. Assembly ipo kwenye katiba lakini haijafafanuliwa. Kwa assembly haikufafanuliwa kwa kina. Na neno gani kwa viongozi wa juu wa PAG baada ya kuona kwamba ni jambo jema katiba wasifanyie kazi wao wenyewe, isipokuwa waishushe mpaka waumini wote wa PAG waweze kuisoma na kuichakata na baadaye mapendekezo yaunganishwe kwa pamoja? Una neno gani la kusema? Mimi nawapongeza sana uongozi wetu wa kanisa tukufu la PAG Tanzania kwa kutumia mfumo huu wa kidemokrasia kutafuta mawazo kutoka kwa washirika walioko chini kupitia viongozi wao wa washirika. PAGT Tanzania. Asante. Kitu gani hasa ambacho kilikugusa wakati mnajaribu kuchakata kuiangalia katiba, ambao kiligusa moyo wako na ukaona kwamba hiki ni kitu ambacho cha msingi sana? Vipo vitu vingi ambavyo vimenigusa kuhusiana na katiba hii, lakini sana sana vitu ambavyo vilikuwa vinanigusa ni kuhusiana na utendaji kazi na mtiririko mzima wa viongozi ambao wanatakiwa na kazi zao, namna ya kutenda kazi katika kanisa la PAGT Tanzania. Asante sana. Una neno gani la kusema kwa viongozi wa juu ambao wameona askofu mkuu, makamu askofu, katibu mkuu, naibu katibu, kamati kuu tendaji tu ya PAG baada ya kuona ni jambo jema
hili swala la kujadili katiba washirikishe washirika wote wa PAG na waweze kutoa maoni yao. Na neno gani la kuzungumza na wanakusikia sasa? Kwanza kabisa ni wapongeze kwa namna walivyoona umuhimu washirika wote tuweze kupitia katiba ya kanisa la PAGT na kuweza kuangalia mapungufu yaliyopo na mengine tuyaweze kuongeza ili kanisa letu liendelee vizuri na katiba ambayo italeta mtiririko mzuri katika utendaji wa kazi wa kanisa la PAGT Tanzania. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya GMA TV. Likiwa zoezi limemalizika la kujadili katiba ya PAG. Ni wakati wa mambo makubwa, inuka uangaze. Lakini pia baada ya hapo tulifanikiwa kukutana na mwangalizi wa wilaya ya Kishapu, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Shikamoo. Malabo, jambo. Jambo. Mahudhurio yamekuwaje? Mahudhurio yamekuwa vizuri japokuwa sio kama tulivyokuwa tunatarajia. Ndio. Kitu gani ambacho umejifunza kutoka kwa watu wako hawa unaowaongoza kwamba je, katiba ilikuwa unaijua ama walikuwa hawaifahamu? Kitu ambacho nimejifunza kutoka kwa waumini hawa na watumishi wa Mungu kwa ajili ya katiba ni kwamba wamekuwa wakiwa na hali ya ufahamu mkubwa ambao nilikuwa sitarajii. Ndio. Katika kujadili na kuangalia aina mbalimbali ya ibara, na walikuwa na ufahamu mkubwa na baadhi ya ibara fulani wamechangia, wameweka maoni yao kwamba iwe hivi kama na au mapendekezo yao wamewahi kutoa na kujadili kwamba iwe hivi kwa namna fulani, na kama katiba yetu itaenda hivyo wakati mwingine PAG yetu itakuwa juu sana. Asante sana. Na swala zima la uendeshaji, msimamizi, pengine kulikuwa na changamoto, labda mtu anatoa mawazo yake alafu yasifanyiwe kazi, au kuna namna pengine kuna watu walikuwa wanakandamizwa, hilo zoezi zima limeendaje? Kwa upande wa msimamizi kweli alikuwa anasimamia vizuri, na bahati nzuri kabisa alikuwa ni askofu wetu wa jimbo ambaye ni Robert Joseph, jimbo la Shinyanga. Alisimamia vizuri kwa kweli. Watumishi wa Mungu walikuwa wanatoa maoni yao vizuri, na hakuna hata mtu ambaye alikuwa amekandamizwa, na alikuwa amewapa uhuru kabisa kila mmoja aweze kuchangia, na kila mmoja tulikuwa tunasoma ibara hadi ibara na vifungu kwa vifungu. Bae pengine alikuwa anakandamizwa kwa sababu msimamizi alikuwa amewapa uhuru watu waweze kusoma na kuangalia. Kwa hiyo nashukuru sana, namshukuru askofu mkuu Daniel Yawi pamoja na kamati yake nzima pamoja na uongozi wote ambao wamejadili na kupanga kwamba ni vyema tuanze na kurekebisha katiba. Asante sana. Ni wako mtangazaji wa channel yetu ya GMA TV Mr. Hela, tukiwa mkoani Shinyanga. Mungu awabariki sana.